السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان, baadakum himidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama kawaida tukiwa katika muhadhara wetu wa leo, siku ya Ijumaa ya tarehe 18 Rabiul Thani, ni mwezi wa 4 kwa takwimu ya Hijria 1447, sawia na 10 mwezi wa 10 2025 miladia. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kutuwezesha kukamilisha swala ya Ijumaa kwa hali ya utulivu na hali ya amani, ikiwa hilo ndilo lengo la dini yetu. Falhamdulillahi alladhi bini'matihi tatimmu salihati. Maana tunasema amani pia ni moja kati ya neema kubwa katika neema za Mwenyezi Mungu. Bila kukosekana hilo, hata utulivu wa ibada haupatikane. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kutujalia Allah kuanzia kipindi cha baada al-Juma mpaka hapa tuko hai salama salimin. Hakuna aliyetupungukia kwa faradhi. Pia tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukiwa kwenye mkondo wa pili wa muhadhara wetu wa leo, wenye kupeana mkono na khutba yetu ya Ijumaa kwa baadhi ya nukati fulani, tuliposema al-usru sirrun najahi, uzito ni siri ya kufaulu. Hiyo ilikuwa ni khutba ya Ijumaa. Sasa tuwe watulivu kwenye hizi pointi tulizozikusudia. Wama uridu illa al-islaha mastata'tu wama tawfiqi illa billah. Mada yetu ya leo ya wakati tulionao itabeba anasiri 5. Anasiri ya kwanza, majii fi hadha safar, kuja kwangu mimi kwa hii safari. Nukta ya kwanza. Nukta ya pili, at-tafaulu khairun min at-tashaumi, fali mzuri ni bora kuliko fali mbovu.
nukta ya pili. Nukta ya tatu ni kitwa cha khutba yetu, al-usru sirru najahi, uzito ni siri ya kufaulu. Ya nne, aya tukufu inayosema ahasiba nnasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya tano ni kufunga muhadhara na saha zangu kwa mabarobara wetu. Muhadhara utakusanya anasiri hizo tano, tuzipulike kwa makini baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hii tulionayo. Nukta namba moja, kwa nini mimi ghafla nimesafiri nikaja hapa? Kwa nini? Sababu ni hii, kwa sababu si sahibul baiti adra bima fiha, mwenye nyumba siye mjuzi wa kujua yaliyoko ndani ya nyumba, na mtu siye mjuzi wa kujijua yeye mwenyewe kuliko kujulikana na mwingine. Na wewe hivi sasa si wajijua zaidi kuliko mimi ninavyokujua, na mimi si ninajijua zaidi kulivyo unakonijua. Kwa hivyo sababu za fani zitoi mimi. Limadha jitu fi watanil habib faza, kwa nini nimekuja kwenye mji wangu penzi naopenda faza? Kwa nini? Ama kwa nini? Mshairi asema hivi, biladi hawaha fi lisani wa fi dami, mji wangu mapenzi yake yako kwenye ulimi wangu na yako kwenye mdomo wangu. Yumajiduha qalbi wa yad'u laha fami, hutukuzwa na moyo wangu na huitwa na ulimi wangu. Wala khaira fi man la yuhibbu biladahu, hana khairi kwa mtu asopenda mji wake. Wala fi halifi alhubbi in lam yutayyami, wala kwa mwenye mapenzi akawa hana kusudio wala nia nzuri na mji wake. Waman tuwihi darun fayajhadu fadlaha, siku zote mwenye kuambatana na nyumba kisha akapinga fadhila zake. Yakun hayawanan, mtu huo mnyama. Faukahu kullu ajamin, juu yake kila kisichokuwa na roho huwa ni bora. Alam tara anna at-tayra, huoni ndege, injaa ushahu, ajapo kitunduni kwake, faawahu fi aknafihi yatarannami, akiambata kwenye kichundu chake pambizoni huwa akiimba imba na kucheza cheza. Alam tara anna at-tayra injaa ushahu faawahu fi aknafihi yatarannami, wa man yadhlimu al-awtana wa yansa haqqaha, mwenye kuudhulumu mji akasahau na haki za mji wake. Wa man yadhlimu al-awtana wa yansa haqqaha taji'uhu fununul hadithati biadhlamin, mwenye kuudhulumu mji wake akasahau fadhila za mji wake, huyo hujuliwa na kila sampuli ya matokeo kwa sababu ya udhalimu wa kuudhulumu mji wake. Kupitia kwa abiati hizi za mshairi, mimi nimekuja kwanza kwa mapenzi haya yaliyozungumzwa. Namba 2, tuzungumzeni kiukweli, kwa sababu hata Biblia ya pengine aweza kuleta sheshegi, kosa la kuchilia nguvu akachukua verses katika Bible. Naam, najua nilifanyalo. Biblia pia inasema nsema kweli ni mpenzi wa Mungu. Nsema kweli ni mpenzi wa Mungu, na katika Qur'ani yetu tukufu ndio maadili ya mpenzi wa Mungu ni mtu aliosimama kwa ukweli. Ndipo tukafaa sisi tupendane kwa ajili
ya Mwenyezi Mungu. Sasa tusemeni kweli, kuna official barua iliyotoka kwa Gen Z iliyonitaka mimi au kunialika mimi nije nihutubu hapa? Iko? Semeni kweli, iko? Nataka kila mtu asikie, hata wenye mitandao ya jamii walopwaya na kunena sana kuhusu hii safari wasikie, kwa kuwa ni hivi. Simama kwa msingi ya ukweli, ujue ukweli, uzungumze yalivyo. Iko official barua ya walishi wangu kualikwa na Gen Z? Hamna, au sio? Sikualikwa, lakini mtu kwao hualikwa. Safi, mtu kwao haalikwi. Mimi nina uhuru wakati wowote, saa yoyote, siku yoyote, niseme naja, nisiseme, mshtuke nimekuja ama mpate habari niko njiani, zote kwetu sawa, kwa sababu maisha yetu sisi tuliishi kindugu, tulofundishwa mshikano na wazazi wetu, Mungu awarehemu. Ndipo mkishtuka mimi nimekuja, na kwa heshima na taadhima wanafunzi wetu wakasema la, hata hutubu ni mzee wetu. Safi, watu wasafishe mashikio yao ya kuwa mshikamano huu ni mshikamano wa Mungu, kwa ajili ya Mungu. Haukupita uhodari wowote kuja kushikamanisha watu hivi. Intabii, hakuna uhodari wa mtu wa kuweza kumshikanisha mtu na mtu. Ni taufiki ya Mungu na uwezo wake ndiye anaoleta ushikamano kati ya watu. Ndiyo Mwenyezi Mungu akateremsha aya hasa akamwambia Mtume, wewe Mtume, lau ungetoa vyote vilivyomo ardhini usingeweza kuwashikanisha watu. Mshikamano huu ni mshikamano ulioshikanishwa na Mungu, na kilichoshikanishwa na Mungu hawezi kukitengua mwanadamu. Sahihi au la sahihi? Sahihi. Kwa hivyo huu ni mshikamano wa Allah tabaraka wa taala. Kisha weka katika itikadi ya kuwa apasaye kuabudiwa kwa haki ni nani? Kisha wahdahu peke yake, asokuwa mshirika. La pingika sana la kutoka kiumbe awe na haki ya Mungu kwenye uumba wake, ama haki ya Mungu kwenye kutuiwa kwake. Hakuna Mungu kiumbe, kuna Mungu muumba. Kana mtu hajaona akajionyeshe aone, ama afungue vitabu aone ya kwamba hakuna kuwa na haki kiumbe cha kutukua prinsipuli za Mungu. Kwa sababu sisi husema la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu. Kwa hivyo mwenye kutemka ya kwamba kuna Mungu mwanadamu ni Mungu wa watu fulani, huyo ana ufinyo wa tauhidi. Huyo si muwahid, huyo hana tauhidi. Lakini tauhidi ni la ilaha illa Allah, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mungu. Kwa hivyo hakuna Mungu kiumbe. Mungu ni Mungu wa kufaa kuitwa Mungu wa viumbe vyote. Hii ni point number 1. Point number 2, Waarabu tuambia at-tafaulu khairun min tashaumi, fali mzuri ni bora kuliko fali mbovu. Kwa maana Muislamu siku zote huwa na fali mzuri. Fali mzuri huenda zikanali kwa mazuri, fali mbovu huenda yakaleta maovu kulingamana na fali. Kwa hivyo watu ndimi zao hufaziwe na fali mzuri. Mfano,
mshikamano aloujalia Mwenyezi Mungu wa vijana kushikana kwa fikra zilizoiva wa wazee wetu ambao hatuwezi kuwasahau. Hii ni akbaru ni'matin, ni neema kubwa sana. Kwa hivyo lifaalo hufafali zikawa mzuri, kama Mwenyezi Mungu alivyowashikanisha na msikiti, hata kusikitisha. Kana Mungu alivyowashikanisha na msikiti, Mwenyezi Mungu awajalie washikane kwa yote. Mshikamano uende kwa nguvu mpaka wawe na nguvu ya kusema hata kwa yanaotuhusu kwenye mambo ya dunia, sisi twataka hili ndilo tuliloliona na mwelekeo liwe ni hili kwa watu wote. Hizo ndizo fali mzuri, ndizo fali mzuri. Kisha maombi yawe yanaombwa. Mfano, kelele katika kila kipembe cha dunia nisikilize vizuri, kwa sababu roho hazikushika pahala. Ulimwengu mzima wapiga kelele, vijana Kisauni kule vipanga, mara hakutokeki kwenda kuswaliwa alfajiri, bala haya mwayajua. Mfano, si wapigi nyinyi kwa watu wa vipanga waizi kusumbua mama zetu na baba zetu na ndugu zetu. Kwingi ni katika walorehemewa na Mungu. Asorehemewa na Mungu havakosekani vaovu penye vema, ndivyo sivyo? Lakini ikiwa mfano hao wenye sifa hizo wamefanya maamuzi ya kusema twataka kuwa nyoyo zetu zimefungamana na msikiti, sio hadithi ya Mtume kwa mwenye kutukua maamuzi hayo kuwa ni mmoja atakayefunikwa na kivuli cha Mungu, siku ambao hakuna kivuli isipokuwa hiko, na hadithi ni sahihi. Kwa hivyo huwa ni furaha tukiona mwelekeo wa mshikamano wa vijana, ama huwa ni maudhiko silo ambalo sisi tukiliomba siku zote. Fali mzuri ni bora kuliko fali mbaya. Kisha ndugu zanguni katika imani, kwenye hii point number 2, kwa nini hili ndilo linalolistajabisha? Kwanza toeni ya kwamba kuwa nilivyopiga mfano hastahiki yoyote kuwa Mungu. Mimi pia si Mungu wa yoyote. Mwenye kusema kwamba kwa mimi Mungu wa watu au wamejiliwa na Mungu wao, haya ni maneno ya ushirikina. Mungu ni afai kuitwa Mungu. Hakuna Mungu yoyote kiumbe afai kustahiki kuwa Mungu. Kisha jema likitokea, kwa nini mara moja kwa wengi Waislamu hubarikia maovu zaidi kuliko kubarikia mambo mema? Tumefahamiana? Mitandao ya jamii yote iko kwenye kupokezana habari, na kwa WhatsApp na ya kuwa leo faza huenda kukamwagika damu. Why kumwagika damu? Kwa jambo gani la kufanya damu imwagike? Kwa jambo gani la kufanya watu wapigane? Hilo huenda dakika za mwisho, mambo hakuna budi, wala sio nia ya kila mtu. Lakini kwa nini midomo yote hatutajiwe? Kasa ati kula mmoja ananipigia mimi simu moja kwa moja, Sheikh, kwanza mimi utaka mtu aniche tu alibahero tu kavu. Umefahamiana? Sheikh ana likupe selo jambo gani? Kamwambia jawabu yako ni rahisi, njibu basi. Kamwambia sina. Sasa aliona jawabu yangu ni rahisi, huingoja jawabu kwa raha. Kamwambia jawabu yako ni rahisi, nini? Njibu basi. Sina la kukujibu, ndio jawabu yako. Intaha. Lilikupe selo, linipe selo kwechu. Likupe selo, linipe selo, nilizaliwa hapa hivi. Linipe selo, nimesoma hapa.
Hakuna lingine, sina lingine. Ni lipi? Lipi lingine? Hakuna mbia lingine lipi? Na huku wako kwenye hakuswaliki. Kunani? Kulikuwa kuna tange hapa zataka kuchomwa? Hapana, twendeni kwa insafu. Na ndio ambao wakisemwa watu hufahamu makosa. Au mathalan kusema mtu kujichakasa, kusema mimi simo, kwa lolote litakalotokea mimi simo. Kwa hivyo umo Sheikh Bayero ndio alokwenda kutotea mocho. Nikuja kutotea mocho, nimekuja kuungana na wenzangu kwenye dawa za dini. Ndipo ukaona hata kwenye kusimamisha ya dini, wadaiyo wana dini huwa na mchango mkubwa ya kuchangia kwenye kulivunda hilo la dini. Ukisema mimi simo, umo nyanyi, humo katika dini wewe? Humo katika dini? Wallahi, Waarabu watuambia soma kupitia matokeo. Kupitia matokeo utasoma mambo mengi. Kupitia kwa matokeo utanjua lo wako nani. Kupitia kwa matokeo utanjua so wako nani. Kupitia kwa matokeo lazima utukue darasa, na asotukua darasa kupitia matokeo hajajua kusafiri safari ya maisha haya. Soma kupitia matokeo kama unavosoma kupitia makosa yako. Hayo tuliambiwa na mashaka wetu, tuliambiwa na walimu wetu wa skuli. Wende kufanya nini? Kirudi Mombasa pia utanijua nilikuja kufanya nini. Manate kujuana wakati mwingine shati kuzungumza ana kwa ana, ndio kutajuana na kujuana ukweli. Kwa hivyo tuweni na fali mzuri. Tukiona watu wameelekea kwenye mambo mazuri, dua na kuwaombea wadumu iwe ndio uzuri, kuliko maneno ya nuksi na ukasrani na ya kubarikia vita na ya kubarikia nini. Na lao utaulizwa upigana kwa jambo gani wewe, huna sababu ya kusema napigana kwa jambo lolote. Sawa? Tayeb. Namba 3, al-usru sirru najah. Uzito ni siri ya kufaulu. Sikia vizuri sana, tulizungumza. Angalia, ahadi ya Mwenyezi Mungu haivundiki kabisa, japokuwa saa za kuitekeleza ahadi ajuai ni yeye Mungu. Iqra qaula Allah ta'ala, soma neno la Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Alif lam mim. Hapa wanavyoni usema alif lam mim, hizi ni hurufu almuqatta'ati fi awaili suwari alquran. Hizi ni harufu za mikato katika mwanzo wa sura za Qur'ani. Mafhum? Kisha akasema hivi, ahasiban nasu, hivi watu wadhania, an yaqulu amanna, waseme tu kwamba kwa tumeamini, watangaza tumeamini sisi, wa hum la yuftanun, hali ya kuwa hawakufanywa mitihani. Hivi useme tu tumeamini na huna mtihani uliofanyiwa ili sahihishwe imani yenu? Intabi, walaqad fatanna alladhina min qablihim, hakika tuliwafanyia mtihani watu waliokuwa kabla yao. Kulitokea nini walipofanywa mtihani watu waliokuwa kabla yao? Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, Mwenyezi Mungu akawajua wa kweli. Wala ya'lamanna alkadhibin, akawajua na waongo. Swala liko hapo, tuko kwenye kudarisishana tu, na itoshe Qur'ani kuwa ni mishali ya kurekebisha. Sikiliza, Mungu kusema walifanyiwa mtihani waliokuwa kabla yao, Mwenyezi Mungu akawajua wa kweli na akawajua waongo. Suala ni hili, kabla ya mtihani Mungu alikuwa hawajui wa kweli katika dini hii na hawajui waongo katika dini hii? Jibu, alikuwa ajua. Sasa iweje ilmu ya Mungu imechangulia kumjua mkweli na kumjua muongo kabla hajamleta katika ulimwengu, kisha afanye mtihani aseme ili Mungu awajue wa kweli na awajue waongo, na ujuzi ushachangulia?
Kumbe elimu yake imechangulia, lakini kuna kitu kimoja, awajulishe na wasiowajua wa kweli wawajue, na awajulishe waongo wasiojulikana watu wawajue. Fungua kitabu chochote cha tafsiri ikiwa unashaka pengine kuwa tumelenga mtu fulani, maana elimu ya Mungu imechangulia kumjua mkweli na muongo, au sio? Sasa mbona hii aya inasema ili Mungu awajue wa kweli na waongo kupitia kwa mtihani? Kabla ya mtihani ilikuwa hajui, ajua. Kwa hivyo ili na sisi tuwajue wa kweli ni kina nani katika hii dini, na ili sisi pia tujue waongo kina nani, kwa sababu kupitia kwa mitihani mara utamuona alokushika mkono mulawe pamoja ndiye anayekutimba. Ndipo pale tukasema Qur'ani kitafsiriwa, samahani sana, utafikiri aya hushuka sasa kwa matokeo tulionayo, na aya zile zile zilizomfanya Omari kifo kukijua ni kifo na mtume astahiki kufa, na alipokufa mtume akasema mtume hakufa, na anasema mtume amekufa tankatili ambaliko. Na aya zote za kuthibitisha kifo cha mtume ziko ndani ya Qur'an. Na Umar ni Mwarabu mjuzi wa kuzijua hizo aya. Mara kashika upanga athubutue kusema mtume amekufa, tankachako ni mwanadamu. Akaja karekebishwa kwenye ukhalifa wake. Mbona wewe alipokufa mtume ulisema asemaye tankachako? Akasema nilikuwa fikra yangu usema hakufa, ameenda tu kwa miadi ya siku 40 kisha atarudi na sheria kama alivyorudi Musa. Sivyo Umari, lakini pale alikuwa hambiliki ushishie upanga kikweli. Umefahamiana? Na Umari kushika upanga kikweli, usifikiri si kikweli, ni uongo, ni uongo. Akiushika upanga ni kweli analolisema. Ukisema mtume amekufa, my friend, hakitoa kitwa. Mbona kulinyama wakimwa na huchamba nze na upanga? Tumeelewana? Kusema tatoa ntinde si kwa yoyote. Wacho wasome tarehe. Atoa au hutinda to. Uwe pengine hajaliwa hata kutinda kuku. Kisha alisa kadhalik. Ni mfano tu unawapigia. Lakini kisha katulizwa. Mbona ulisema vipi? Nilifikiria hivyo. Akamwambia hata sivyo Omari. Ulifahamu makosa kweli kweli. Ilipoteremka wama Muhammadun illa rasulun, Umari alianguka kwa magonjwa, miguu mizito. Waambiwa kwa vipi? Sema subhanallah, aya teremka, naona yaniteremkia mimi kwa haya matokeo. Kwa hivyo usione ajabu ikitolewa aya ukawa umo, sema ndio nashukuru na mimi nimo. Usikwepe kwa ulilonalo, kwa sababu Qur'ani ni kitabu wazi. Dhalika alkitabu la raiba fi. Umar kisha kaingia katika laini. Kwa hivyo hayo yako. Sasa nikupigie mfano. Ni mtume gani alojitokeza kuntaka kuntinda mwanawe waungwana? Naam, Ibrahim alitaka kuntinda nani? Ismail. Kisa hichi kinashaka kwa Waislamu? Kiko katika Qur'ani? Aliambiwa kweli Ibrahimu ntinde mwanao? Mwana alikubali kutindwa? Aliyalisha akamwandika igeli la koo? Lakini kisha Ismail, twendeni kirafiki, kisha Ismail hakufanya? Ibrahimu kisha hakuntinda nani? Alintinda nani? Twasoma alotindwa nani? Alotaka kutindwa nani? Lakini Ismaili hakujua Mungu kuva kutindwa ni hondo. Mbona aliamrisha atindwe Ismaili? Mumepata fikhi ya Qur'ani? Aloamrishwa kutindwa ni Ismaili, na Mungu ajua wa kutindwa ni hondo. Mbona amri ilitoka atindwe Ismaili, na Ismaili kisha kiasitindwe, na ndiye aliyeambia watindwa? Na Ismaili akasema babangu tekeleza uliloamrishwa, na babake akanlaza chini akimwandika gedi,
akashikwa mkono Jibril, an saddaqta ruya ya Ibrahim, sio Ibrahimu, ndoto yako imesadikisha, sisi twawalipa wenye kutenda mema. Tukueni usomi jameni, ili mufanye mambo kwa usomi. Wafanyao mambo bila usomi mara nyingi huwa kuharibikiwa. Twende kazi. Hondo akatindwa na Mungu ajua wa kutindwa ni Hondo, si Ismaili. Amri ikatoka atindwe Ismaili. Hapa Mungu aliposema ni hivyo hivyo tunataka kuwalipa watu wema, ina maana ni uzuri sana kulipwa kwa ulichokitenda kulipo kulipwa tu bila kutenda lolote. Hivi mtu akatukwa shilingi 1000, shika mwanangu zikakufaya, au rafiki yangu zikakufaya, wallahi hazina raha zaidi kuliko umekwenda kulima kisha akakupa hizo shilingi 1000. Kwa sababu shilingi 1000 kwa kulima kwako, hata katika mazungumzo ya barazani utasema hichi ninachokula jasho langu kwa ile 1000 uliyotumia. Lakini 1000 sare rizqul ghafla chembele chovongwana vanenao huthubutu barazani kusema jasho langu hili. Jasho lako hukuvuja hukukokocha, ulikuwa watoka tu wajaza kwa kupiga rakateni za duha, ukapata muungwana kwamba ala hii sadaka ya mamangu nchile na idua nimeona wewe mbele itukue wewe. Haki ya Mungu, kabla rakateni taangalia mbingu hivi tena na mkono badala kufanyia ufanye hivi. Alhamdulillah. Na ukaenda kwa mke wako nina Mungu kwa wote. Mungu kwa wote. Au Mungu kwa hiyo alifumwa kesho tapata tena. Tapicha tena barabara hiyo, ukipicha barabara hiyo ule alokupa pichi tena. Sawa? Lidhalika upewacho kwa kumwaga jasho, wallahi kuna hisia za kuwanja jasho langu ulichopewa kwa chochote. Sasa angalia, akaambiwa Ibrahim mtinde, na Ibrahim akanlaza chini, akavohuifanya ile amali, akashikwa mkono, akaambia hii ilikuwa ni test tu, twakutest imani yako ni imani ya kweli, twataka kuvalipa wema wenye kutenda, naye alikuwa hutenda la kutinda kuliko tu ulipwe kukufanya chochote. Hapa ni iliunganishe point ya kwamba Mungu alijua wa kutindwa nani, lakini akatoa ukanda wa mtihani kwa upande huu, na ni kama vile kumjua Mungu mkweli katika dini hii na kumjua Mungu muongo katika dini hii kupitia kwa mitihani. Si kwa kuwa yeye ataka kutukua pointi za kumjua kupitia kwa mtihani, lakini ataka kuwajulisha na nyinyi nani mwenye dini unjue, nani hana dini unjue, nani mkweli umjue, ni nani mnafiki umjue. Ndivyo ilivyo, na kusema hivi huwa hasemi matokano, ndio uwazi wa Qur'ani tukufu. Tumefahamiana mpaka hapo? Tayeb. Sasa ni hivi. Uzito msiri ya kufaulu. Na Fathu Maka haikuja tu ni Fathu Maka wallahi, lakini kulipitia ya kupitia mpaka ikaja kitu kinachoitwa Fathu Maka. Wallahi nipatieni vizuri kwa hizi point. Mtume kacheswa kwelikweli. Kwa hivyo macheso havi mageni kwa yoyote mfuasi wa mtume. Waumini walitishiwa kweli, na kuna yalotekelezwa, lakini Mungu akapitisha nusra yake. Na ahadi ya Mungu ni ya ukweli. Isikilizeni, asemaje Mungu? Inna lanansuru rusulana, hakika yetu sisi tutawapa nusra, ushindi wajumbe wetu. Bas walladhina amanu, na wale walioamini tutawapa ushindi. Wapi? Fil hayati dunya, katika uhai wa kidunia hapa duniani. Wa yauma yaqumul ashhad, na siku watakaposimama mashahidi watapata ushindi. Kwa hivyo ushindi si kwa mitume tu, bali ushindi ni kwa waloamini, wafuasi wa mitume. Na sisi si wafuasi wa Ibilisi, ni wafuasi wa mtume, tukiwa na tamaa
wakati wowote ushindi wa dini yetu ndio utakaosimama kabisa, kwa sababu nusra ni ya Mwenyezi Mungu. Wakana haqqan alaina nunjil mu'minin, ni haki kwetu kuwaokoa waumini. Wakana haqqan alaina nasrul mu'minin, ni haki kwetu kuwanusuru waumini. Ni ahdi ya Mwenyezi Mungu, wallahu la yukhlifu al-mi'ad, mtu asiyale akaocha. Sasa sikiliza, waliopewa ahadi hiyo, kuna sura katika Qur'ani inaitwa Suratul Buruj. Iko sura hii ama hakuna? Iko. Suratul Buruj yaeleza ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud ni watu walosimama kwa mazito ya mitihani kwa sababu ya kungu. Wajua siku zote ndugu zanguni katika imani, siku zote ukitaka bala watu kuwa mkweli. Ukiamua kuwa mkweli kwenye mambo hizi, mbala kwa walimwengu. Lakini ukiwa ni mwongo kwa watu, utakuwa mahbuba kwa watu. Tumeelewana vizuri ndugu zanguni? Ukiwa mkweli, ukweli ni pingamizi wa mengi kwa wengi. Lakini ukiwa muongo huficha mengi kwa wengi. Ndipo muongo akapendwa, mkweli akapigwa vita. Hili lina khalfia, hili lina tarehe. Watarikhu shu'a'un min almadhi yuniru at-tariqa lilmustaqbal. Wanazuoni wanasema tarehe ni miale ya watu waliopita, hutupa sisi miangaza kujua future yetu. Sisi kujua mbele ya safari yetu, tutafaulu vipi, tuwatazame waliofaulu. Tutafeli vipi, walifeli vipi wale, ili sasa tupite barabara husika ya iliyowafelisha watukufu, na sisi tupate kunini, na ile iliyowafelisha sisi tujitenge nayo. Kwa hivyo lazima tusome nyuma. Ashabul ukhdud ni handaki limetimbwa na watu wamethibitisha, hapana, tunataka ibada ya mtu mmoja, hatutaki ibada ya kuabudu watu. Mtu hana haki ya kuabudiwa, ndio mtu hafai kustahiki kuitwa Mungu. Na mtu yoyote alomuita asiyestahiki kuwa Mungu eti Mungu, bado takaende akaoge kwa kutubia, kwa kumfanya asiyekuwa Mungu ana haki ya uungu. Wakati mwingine huku kunena pia mpaka mtu apime atakalolinena. Hili nitakalolinena litaleta maslahi ama litaleta dhara? Hasi kuyanena mimi. Pima, kwa sababu kabla huyanena wewe ni bosi wa kile ambacho hujakinena, umekitawala. Ukisha kunena wewe huwa mchwana wa ulichokinena, kwa sababu huwataka kurudi iwe hukunena tena, na tayari ushanena, ishaneneka. Hani mambo huwa kukusudiwa mtu, tuakusudiwa sote sisi ambao hatufikiri wakati tutakaponena, mpaka maneno akatutia kwenye madhara. Sah jamaa? Tayib. Sasa wamepigishwa lolongo. Mkufuru Mungu, si mkufuru Mungu, kuchiwa kwenye handaki. Wakasukumwa mpaka mama na mtoto wake wa kumnyonyesha. Akienda uliangalia handaki namna linavyochochoma kwa mafuta ya wanadamu, kisha hurudi nyuma ule mama maskini. Sasa waweza kusema aliko hucha, aliko hana imani, aliko hachi mwanamke wa shani, aliko na imani yake. Lakini akienda mara humwangalia mtoto wake wa kumnyonyesha, madhambuhu, dhambi zake nzipi, nende naye. Basi huenda ataka kuichosa bado peke yake, mara kisha umwangalia mwana, lakini huwa anatia. Hurudi kwa mtu ambaye kitwa chake kibovu, utasema mbona angi na imani zake, mwanamke wa imani, lakini kuna sokuwa na hatia. Mara mwana akatemzwa na Mwenyezi Mungu, mama alasna ala alhaq, ya salam, mamangu, kwani sisi hatuko kwenye haki? Mama kanjibu mwana, naam mwanangu, tuko katika haki. Mbona walegea? Twende zetu maadamu tuko katika haki. Hao ina maana gani? Ndivyo walivyofikia watukufu. Ni haki, haikubali batili, na batili ni batili, haikubali haki. Ndiyo msimamo kwa atakaye msimamo katika dini. Msimamo katika dini si matangazo ya kunena. Msimamo kwenye dini ni kukita na kuthubutu kwa unachokiamini. Naamini hivi, akaenda maskini. Kwa sababu gani? Kwa sababu hapana,
Sawa. Je, utasema wewe umesema uzito nsiri ya kuokoka, mbona hakuokoka? Allahu akbar, ameokoka kuwa namba 1 kiimani. Kwa hivyo alishinda. Sufuria la shaba, mafuta yanachemka kweli kweli, akirushwa mtu hapo hapo hakupatikani hata mfupa, na ni mlolongo wa watu, na mtu amemuona mwenzake, akiambiwa sasa wewe mkufuru Mola wako, akasema la akfuru billahi, mimi sinkufuru Allah, na mwenzake mwili wote umepotea kwenye mafuta, akarushwa na yeye mmoja wakakita kwenye imani. Ndiyo mazito siri ya kuokoka. Kwa hivyo walifeli? Hawakufeli, walifaulu. Kwa nini? Walifaulu kwa msimamo wa dini. Kina Zakaria, wengine mitume hao waliuliwa, si kwa kuwa walishinda. Walowaua hawakushinda, walishinda ni hao walokita kwenye subira mpaka kuuliwa kwa sababu wa neno la Mungu. Masala misimamo si masala tu pengine ni shepu fulani ama ni heba fulani. Msimamo na mtu kuamini anachoitakidi, hili ni jambo lingine. Kwa hivyo ni kweli uzito ni siri ya kufaulu. Tayib, Mtume Muhammad alipangiwa njama, lakini anayekupangia njama siku zote ni nani? Si ni mwanadamu mfano wako, na mwenye kuzitangua zile njama nani? Mungu wa mwanadamu. Na kisha wakati mwingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huja akaleta uwezo wake kwenye jambo, wewe mwenyewe ukashindwa kwamba kwa hii ni nusra aliyoweka Mungu. Lazima sisi tuwe ni wa kweli katika dini, tusiwe wepesi wa kunena kwa jina la dini, lakini tuwe ni wa kweli katika dini kabisa. Na mifano ni mingi sana. Mifano ni mingi sana tuliopewa na kitabu chetu kitukufu katika masala mtu kusimama masala ya ukweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanywa ya kufanywa. Kuna wakati mmoja hata Ali bin Abi Talib aliwahi kuwa mkali pia, akatoa ukali wakati pale ulipoandikwa mkataba. Hakuna ruhusa mtume kupewa chakula na watu wake, hakuna ruhusa kuoa kwao, hakuna kufanya hili. Akawekewa vikwazo vya kiuchumi kweli kweli, mpaka wengine wakaja wakatolewa, wakawekwa kwenye majango, mpaka wakawahula majani na kula ntanga. Sasa angalia nusra Mungu ameahidi, na Mungu hakhalifu ahadi. Kwenye wale vijana ambao walikuwa ni makafiri, sisters zao wanakula ntanga na majani kule. Kwa nini watese? Na sababu ni la ilaha illa Allah. Wao wenye kukufuru, kila mmoja akatukua upanga wake, wakaenda mpaka Al-Kaaba, wakati pahala palipokitwa ule mkataba. Wakisimama maswanadidi, wale mazaimu wa Maka. Si kila mji una mazaimu wake? Sio maadili ya dini yetu, mtu apende akatae. Sio dini yetu. Dini yetu iko kwenye hivi: inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, sisi tumewaomba nyinyi kutokamana na mwanamke na mwanamume. Waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu, tumewafanya nyinyi mataifa na makabila ili mupate kujuana. Muheshimiwa na mtukufu mbele ya Mwenyezi Mungu ni nani? Malizeni aya. Naam, inna akramakum indallahi atqakum, mtukufu wenu zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu ni mcha Mungu wenu zaidi. Hakuna aya hii katika Qur'ani. Kwa hivyo kuna kujisikia kisampuli gani ya muimarati awe anajisikia kwa Mganda, ama kwa Msuudi ajisikie kwa Mkenya, na ni Qur'ani iloshuka Maka inaosema inna akramakum indallahi atqakum. Hii tunaita ghururi. Ghururi ni mtu kujihada, kujisikia kwa asilokuwa nalo, lakini ni hivi, ni inna akramakum indallahi atqakum. Shika point inakuja. Bilal ibn Rabaha, mwankumbuka ongwana? Manjua kuna sahaba mmoja huitwa Bilal ibn Rabaha huko ama kuna?
Ni mwanamvuli wa wapi? Ni mwanamvuli wa Habash. Habash ni wapi? Ethiopia. Ni Mwarabu piwa na Mwafrika piwa. Waarabu kusema ifriqiyun quhun, Mwarabu asili wa uhakika. Bilal safi kabisa. Kuna kiumbe kingine huitwa katika maswahaba Abu Dharr al-Ghifari. Abu Dharr al-Ghifari si alikuwa ni Mwarabu? Tena Mwarabu piwa na huyu Mwafrika piwa, lakini liangaliwalo dini hapa tusipopataka sisi. Liangaliwalo nini? Hachuangali dini kwa weupe wa Abu Dharr al-Ghifari, wala hachuangali upungufu wa dini kwa weusi wa Bilali. Dini tutaiangalia wapi? Dini tutaiangalia hapa. Kulikosana na kukosana kukosana ambapo huwa ni duvi na sheshegi nkwetu, lakini kitu jambo linaloitwa kukosana ni umbile. Hatuwezi kukaa katika duniani bila kukosana. Wewe kusana na mke wako tena kwa munu kuzidi na kupungua, na si jambo la kukosana. Huweza kustahimili ukamwambia tunke wako alhamdulillah jazakallahu khairan, japokuwa muno wewe uko kwa mbali, lakini ukawa hunena kiupendo nini, ili usimfishe moyo kwa ile kazi alokufanyia. Lakini huendo tukanena chakula kiliki tumunu, basi siku zote chakula chaka kiliki, kwa muungwana. Tumefahamiana? Kwa hivyo na jambo linaloitwa jambo la kukosana liko katika fikihi ya Kiislamu. Fikihi ya Kiislamu iko watu kukosana, lakini suala tumekosana, madha baada ya kukosana tufanye hizo ndia za baada, ndio tumeziandika mikono. Tumefahamiana? Lakini hukosana watu, maswahaba walikuwa kukosana mpaka wakishikana mashati, tena wakiburutana mpaka kwa Mtume. Nimesema hivi, huu bwana unaniambia sivyo, naye amesema kivingine, mimi huvona sivyo. Huu husema sikukusikia wewe kusema hivyo Mtume, na huyu husema na wewe pia naye anavyosema pia sikusikia. Akamwambia hebu nena wewe. Mtume akamwambia sema. Akasema ama akasoma. Umeona Mtume, sijakusikia mimi kusoma hivyo. Akamwambia kweli, lakini Qur'ani pia imeteremka kwa hivi alivyotemka, hebu sema nao. Naye huwa akasoma. Akasema sijakusikia. Akasema pia iko Qur'ani hii imeshuka kwa lugha 7. Sasa jitihada mvachu kutafuta lugha 7 iliyoteremshwa Qur'ani vesom, si ubishi mwingi tu na ubabe mwingi, na kuna mambo stahiki ya kuyajua ili kuadresi kwa umma watu wako katika siratul mustaqim. Twende. Bilali katika kukosana mara Abu Dharr al-Ghifari juu ya kuwa alikuwa ni Mwarabu, akamwambia idhhab ya ibn sauda, nenda kijana cha mtu mweusi. Amentukana hajamtukana? Tunalolitaka dini. Kwenda kijana cha mtu mweusi. Kijana cha mtu mweusi ho mtu ni inya naishe ndio walonzaa. Kwa hivyo tayari ushamtukana mama na baba. Kuna Bilali kulia, kuna inaposema basi moja kwa moja alienda kumshtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipoenda kumshtakia Mtume, kumetokea kadhaa, kisha huu ambaye ni Mwarabu mwenyewe amenambia hivi. Basi Mtume sikiliza Sheikh, judgment ya Mtume ilikuwa hivi. Akitokea Abu Dharr al-Ghifari alimwambia ayartahu bi ummihi, wankejeli mamake. Wewe wankejeli mamake, wantukana mamake. Innaka mru'un fika jahiliya, wewe ni mtu mpaka sasa una ujahilia. Mtume akamwambia hivyo, wewe ni mtu una ujahilia. Vyote ulivyosikia kwangu leo humbagua Bilali na kuntukana mpaka ukamuita Ibn Sauda. Innaka mru'un fika jahiliya, wewe ni mtu mpaka sasa una ujahilia. Akaamua kesi, mambo yakaisha. Saha jamaa. Sasa sikiliza, mshairi mmoja wasema mal mar'u illa lidinihi, mal mar'u illa lidinihi, fala tatruki taqwa tikalan ala nasabi, faqad rafa'a al-islamu Salmana Farisi wa qad wada'a shirku sharifa Aba Lahab. Mal mar'u, hakuwa mtu
illa lidinihi, isipokuwa mtu huhesabiwa kwa dini yake. Mwanadamu ni dini yake aliyoshika. Fala tatruki taqwa, usiate wewe kumcha Mungu ittikalan ala nasabi, kutegemea nasaba. Mimi si swali, mimi sifungi kwa sababu njombangu ni mtume. Ala, kwa hivyo kwa njombako ni mtume, kwa hivyo huswali, hungi msikitini, kwa hivyo mtume atakuchechea bacha Mungu mezea. Mungu ambaye mezea, kwa nini? Hungi katika familia yako hakuna hao katika maadili ya dini. Mwafahamu? La tatruki taqwa ittikalan ala nasabi, usiate kumcha Mungu kutegemea nasaba. Faqad rafa'a al-islamu Salman Farisi, Uislamu umenkuza daraja Salman Farisi, mfarisi hata si Mwarabu. Waqad wada'a ash-shirku sharifa Aba Lahbi, na ushirikina umemtweza ukamwangusa sharifu Abu Lahab, na Abu Lahab katika nasaba mtume, lakini kwa kuwa alikuwa ni mushrikina akaangukilia mbali, na ule ni mfarisia si Mwarabu. Mungu akankuza daraja kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya dini yake. Hata moja katika nasaha zangu kwako, masala kubaguana kidamudamu, hii acheni, si dini. Tushikeni dini yoyote, kwangu ni yoyote maadamu ana kalimatu shahada la ilaha illa Allah. Tumeelewana mpaka hapo? Tayeb. Kwa hivyo dini kama huangalia masala hayo ya nasaba, basi nkao wa Mtume Muhammad wote ungeliingia peponi. Wako kina Abu Lahab na wengineo ambao ni nasaba ya Mtume, lakini wote wataingia motoni. Angalia Ummu Jamil tarehe yake yajulikana, lakini angalia atafanyeje? Ataingia motoni. Na mumewe hivyo hivyo, sura toisoma tabati yada mpaka mwisho. Kisha kitu chengine, kosa siku zote huwa nkosa kwa yoyote, na dini huwa nkunrekebisha mtu makosa vovote atakavyokuwa. Kuna dalili hayo au ni maneno tu? Hapana, pana dalili. Kuna kabila ni kabila la Makhzumi. Kabila la Makhzumi sisi sema ule ni mwana kabaila, kwa maana mwana wa kutoka kwenye lango wa watu. Bas sasa siku moja huyo kabila la Makhzumia ni mwanamke akajepa akaiba, na katika maadili ya dini ya Kiislamu mwenye kuiba ufanyeje? Sikukatwa mkono? Sio hadi hiyo katika hududi za kisheria? Sasa tuangalie, aloiba mwanamke wa Kimakhzumi akatumwa, aliyo karibu na Mtume, nenda kanene naye, kwa sababu huyu akikatwa mkono atakuwa ameliaibisha kabila letu. Na ule bwana akasema, akaenda kumwambia Rasulullah, kuna kadhaa nimeambiwa kadhaa, kunaambia kadhaa. Tuangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam uamuzi wake. Alipomwambia jamaa watakasikatwe mkono kwa sababu mtaliaibisha kabila lake ni kabila kubwa, utakuwa umeliaibisha. Allahu akbar. Mtume alitoa lugha hii, watu warudi kwenye vitabu. Atashfau haddan min hududillah, umekuja kutetea hadi katika hadi za Mungu. Wewe umekuja kutetea hadi inasema katwe mkono, umekuja kuwa wakili mkono asikatwe hatia mwana fulani, hatia kabila la Makhzumi. Waimullahi, kama hako mtuenda kanambie, kama hayako haya mtuenda kaangalia, sema hapana, amekuja tu akanena tu, lakini hakuna chochote biri. Waimullah, akasema na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, lau anna Fatima binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha, lau kuwa Fatima binti Muhammad ndiye aliiba, ningelinkatilia mbali mkono. Hiyo ndio huitwa dini. Dini ni kusimama kwa ukweli hata kwa alo wako ikiwa ni makosa. Kuna rafiki yangu mpaka leo uko hai, alikuwa ni inspector wa basi fulani, sizitaji majina yake hiyo basi, lakini alikuwa inspector miaka mingi sana billahi. Akawa yeye amepelekwa ruti za Mwingi huko, barabara huko. Basi subhanallah, ani hadithia mwenyewe ni rafiki yangu, akaniambia subhanallah, nimefanya makosa, lakini subhanallah ustadh, sikiliza na nilivyotukua uamuzi, wallahu shahidun ala ma aqul. Akasema nimemuibia tajiri yangu kihakika, sio kimchezo, maana mimi niko ni inspector kisikika. Nimekusanya mpaka sasa nina nyumba 3, nina shamba moja, ana magari yapiga ruti. Sasa kisha
Akasema kisha tu lililijia na Mungu ndiye afai kuitwa Mungu, na kiumbe namna atakavokosa ni sheshegi kwako, si kwa Mungu. Mungu nkosa na sawa wote mvaja wake. Tuko makini hapo. Lakini sisi nkosa umbiketeke nani ule, kama ambao ushahukumu kwamba kwa pepo pengine ndanjombako ukenda wewe takila laini tu ingie. Tumeelewana? Lakini mwizi nje wake ni nje wa nani? Mvucha bangi ni nje wa nani? Kuna watu wasema kampeni ya kuvucha. Shati tuvavuchie vacho ile hivi kiimani. Kuna komba mmoja, ilikuwa wakati wa Mtume, alikuwa sinlevi, ni hatari. Sikiliza vizuri, na atakaye hiki kisa enda akakiangalie kiko ama hakuna. Alikuwa halevi, ni hatari, wala si washajiishi anasema hapa cha dalili. Kwa hivyo sasa tupa maini sasa na kupa mfano kwa wale mahodari tunaolingania huko miini na tuliongania kwenye vijijini, ya kwamba tukimuona mtu ametoka dirani isi humpa red card kabisa, harudi tena, wewe si Mungu, ule ni nje wa Mungu. Sasa kisikilize, alikuwa akilewa jamaa wakanshika wakampeka kwa Mtume. Mtume akamwambia basi apigwe mboko 80 hadi ya kulewa. Akapigwa mikwaju 80. Iko hicho kisa. Akamwambia haimwateni ende. Akaatwa. Amepigwa siku ya kwanza mboko 80. Akaenda baada siku 2 ushishwa mikono, avoni geji sheke. Ueva hivi jamaa ile wakimwata nkuanguka. Wakaenda kwa Mtume akamwambia nchwetu ho amechia kisawasawa. Akaambia kweli imethubutu, mpigeni tena mboko. Akachiwa tena mboko 80. Akaata. Si basi tena, lakini liko nazi uko damuni she. Akaenda siku nyingine akakachakari, akapelekwa kwa Mtume. Alipopelekwa kwa Mtume, mmoja kati ya maswahaba, sisi tuliwazike kwa hayo ili tuchore ramani akuvavuta walopotea tuwalete kwenye usawa. Siku kacha tamaa hava basi vatengia motoni. Moto hosi wako waweza akashikwa mkono na malaika wa rehma wenda kupelekwa katika daraja za pepo, ukatama ule ndo peponi jamani. Ni ahera huko, si duniani. Wenda peponi tafanyaje? Takwenda kuambia malaika mwateni hamkuiva alivyofanya mkuiva. Hivyo walipewa wakilishe, ni njuzi sana, ni tuma chino sana wewe hata kwa upande wa Mungu. Mara waweza kumuona ulomuona ni 5 salawati na kufunga na swala za sunna na swala za faradhi, amewekwa kwenye silsila aenda kwenye jahannam. Mbona wenda motoni? Mbona yako si ukweli wa Mungu kwa huyo mtu. Ulimuona tu kwamba kwa swali, lakini alikuwa si swalina. Na huyu alianda kwa kuswali, lakini katika Lauhul Mahfudh imeandikwa atamalizika kwa bangi. Na huyu katika Lauhul Mahfudh huyu ataanza kwa bangi, lakini huyu atapata hatima njema. Hayo yako kwenye vitabu vyetu. Kwa hivyo tusimuone apotezea kwamba bwana ama mtu ameingia msikitini ambao wanjua ni mtu wa bangi kweli kweli. Acha nkono. Pia huko ndiko wana msikiti ungara. Hilo ni shere lenu lisilokuwa na maana la kukimbiza watu katika dini badala ya kuvuta watu katika dini. Twende tukakimalize kisa cha huyu mlevi. Jamaa mmoja akamwambia Rasulullah, si umuombe laana? Siku zote awe huja chakari. Akamwambia njombe, usimfungulie shetani mlango. La taftah li shaytani baban, usimfungulie shetani mlango. Mimi kwa ushuhuda wangu huu tulontia mboko simjui isipokuwa kujua kwake ampenda Mungu na mtume wake. Hivi juu ya chembo lake hana wema anamfanyia Mungu? Ni wewe usoona wema huona maovu tu. Lakini ufai wewe kama akili yako huna maovu tu. Maovu kwa muovu hutimbuka mema akafanywa yathibitishe kwamba kwa mema. Red Cross ikija ikawajengea klasi pale, mwafukuza nyinyi?
Huu ndio ukweli, tuambia nani ukweli. Tukitoka tutoke kwamba kwa ni ukweli. Red Cross ikijenga klasi 3 kwa kila kijiji, wafukuzwa wale wachu. Mumesikia kuna siku Red Cross ilienda pahala fulani, ikashusha mahema, ikashusha vyakula, jamaa wakasema hapo tukua mahema yako na vyakula. Umewahi kusikia hivyo? Hujawahi kusikia, lakini huzipokea. Suala liko kwenye Red Cross hulalatini al-Kaaba, hulalatini al-Kaaba Waislamu, lakini wanaofanya, sisemi kwa kucha, wanaofanya Red Cross mema maovu mema, lakini namna ya kulipwa mema haya Mungu atawalipa. Atawalipa vipi? Kwa kuwapa maisha mazuri katika dunia, nyumba nzuri, magari mazuri, kutembea watakapo na mafamilia yao, kusomesha nchi za ng'ambo. Ndio malipo yao ya mema walioyafanya. Kesho akhira, falaysa lahum fil akhirati min nasib. Kesho akhira hawana fungu lolote. Yajulikana hayo. Sasa moja tutakuwa ni mafatwa. Kwa hivyo pia aloamua kuingia msikitini ni muhuni, mpe matarajio, usimfanyie shere. Kwa nini? Amali kwa hatima. Waweza kuanza sivyo ukamaliza ndivyo, na waweza kuanza ndivyo ukamaliza sivyo. Ndivyo Mtume saa zote kutuambia, saa zote mtu amwombe Mwenyezi Mungu nipe hatima njema. La kuombwa ni hatima. Tumeelewana sana. Hii masala kufishana nyoyo, huyu ni nani, huyu ni hivi, huyu ni hivi, hayako katika maadili ya dini. Maadili ya dini wako ni molokuwa pamoja kidini, na nshikamano wa kidini wanavyoni wanasema una nguvu kuliko nshikamano wa kinasaba. Kwa nini? Kwa sababu waweza kuzikwa nalo kando ukaatwa nalo karibu, na unaweza kupata uokofu kwa mtu wa mbali na mtu wa karibu akakusoza na akakuzamisha kweli kweli. Shati uwe makini katika kutangamana, na shati uwe makini katika safari ya maisha. Vachu ndio sisi ulomjua umenjua. Mathalan kafiri tumenjua ni kafiri, kwa hivyo twajua tutajitenga na vitimbi vyake tu. Mnafiki utamjua? Huwezi kumjua, kwa sababu mnafiki mko katika laini moja za swala, mwasali pamoja, mwafunga pamoja, mwafungua muadhini pamoja, humjui. Ndipo ikawa wakati wa Mtume tabu sana alipata, lakini akapambana kweli kweli, kwa sababu alikuwa anadili na watu alojulishwa na Mwenyezi Mungu kuwa makini na hawa. Yeye alikuwa hawajui. Ndio hatari. Umjua hayo utajitenga naye. Usomjua shekhe mtakula pamoja, na hukushosha unene ndio akakuzamishe. Kwa nini tusiwe na hadhari juu ya hayo? Lakini juu ya yote hayo mlinzi wa mwanadamu ni nani? Wallahi billahi, kama tungekuwa hatuna Mungu wetu ni hava viungu vacho na viungu masanamu na viungu makaburi, basi kungetilifika roho, kwa sababu tungekuwa hatunjui mlinzi wetu nani. Lakini maadamu mlinzi wetu ni wa haki, ambaye ndiye anayemtosha mwanadamu, alosema kwa kutangaza, wa man yatawakkala ala Allahi fahuwa hasbu, mwenye kutawakali kwa Mungu atamtosha. Hapana, Mungu ndiye atakayetosha kabisa. Hakuna kitimbi cha hata mmoja kitakachofaulu ikiwa anaitimba dini ya Mungu. Hakuna kitimbi hata kimoja kitakachofaulu ikiwa inatimbwa dini ya Mungu. Na walichangulia. Kuna alosema ana rabbukumul aala, mwasemaje hapo? Si kiwango cha mwisho. Hatimaye alishinda Mungu ama alishindwa? Wakati alipoonyeshwa vinganga ni hivi, imeamrishwa bahari, na bahari katika maaskari wa Mungu, imetoa nafasi ya kisawasawa. Akaambia watu wa Musa wapiche tuokoe. Wakapicha. Firauna kwa ujinga wake alipoiona bahari imepasuka, akasema kuambia wale wafuasi ambao ni hewallah. Wafuasi hewallah hata lisiloingia akilini havalichi akilini, na wao wana akili. Lakini mfuasi mwenye akili ya kuzingatia, bahari imepasuka, wale watu wa Musa, watu wa Mungu wamepita. Isi watu wa Ibilisi twastahiki kuingia hapa, isiyo ikawa hii ni michego jamani. Hakuna hapo, wakaivurumiza. Na mmoja akaimarisha siasa yake, akamwambia wafuasi wake, indhuru ila hadha albahri kayfa falaka taw'an li ajli, itazameni bahari hii
imepasuka vipi kwa kunitii mimi. Kumbe kuna vachu katika dunia hii vapenda kutwiwa kweli. Sasa apendaye kutwiwa amejipa sifa ya Mungu, kisha ni huvicha vachu ndivyo miungu. Sini hatari hiyo? Kaifa mfalaka taw'an li ajli, imepasuka vipi kwa kunitii Rabbul Alamin ambaye kuna wasiwasi, si imepasuka hiyo bahari ndako. Sasa nchi kichu chake huwa na mamlaka nacho, haitakuwa mamlaka upiche hapo kwa sababu bahari yako. Mungu mwangalia tu, akapicha nzee, akapicha na kikosi, akaochewa, akamwata mpaka amefika kachikachi la ng'ambo wa pili hupachi, la kurudi hufiki. Mungu akaiambia bahari, rudi vile ulivyokuwa. Hiyo bahari ilirudi. Iliporudi wasema, nimemwamini Mungu wa Musa. Ala, umemwamini Mungu wa Musa? Hapo roho iko hapo. Alana Qurani najibu, sasa nafasi uliopewa haikukutosha kurudi katika ukweli. Sasa umepelekewa mikono, la ilaha illa Allah, ama amantu bi rabbi Musa, nimemwamini Mungu wa Musa. Akamwambia alana, hapana, imani yako haikubaliwi tena kwa sababu wa roho hapo ilipo. Akapambana na bahari ya kihakika, si bahari ya kubahatisha. Akanosa kikweli kweli, akanosa na watu wake mpaka wakafa wote. Sasa walipokufa, Firauna likawa halionekani, bado liko tina bahari. Achi Mungu uko tina bahari udheme tini kwa tinio, na bahari kiumbe chake haikemei bahari. We ntoa haraka, sitaki matezo hao. Kwanza kuna Mungu akona sitaki matezo hao. Mungu ni ule inma amru idha arada shan yaqula lahu kun fayakun. Sasa jamaa huko akafanya wasiwasi, huu Mungu wa Musa yani Firauna Mungu kweli, kwa sababu aliko hali na alikuwa akionekana kipita muda mrefu likawa halili, kumbe likuwa likisita. Kana vile vicho Ramadhani vakula dhidhani, panda kidhani uko piga nsosi wakisawasawa, ukirudi na tasbiha shahada la ilaha illa Allah astaghfirullah. Umefanya faulu mbovu sana hapo kwa kupigwa red card. Umekula bodo wakisawasawa kidhani huko, kisha mimi mwenzako si ala chochote ngoja magharibi, kisha wewe ukashahada la ilaha illa Allah ningi kushinda mimi, hata si haki kama kudhulumiana kweli kweli. Sasa ndilo lilikuwa Firauna. Alikuwa kenda kiupiga nsosi kisha kifucha midomo, haonekana hali kweli, siku toka. Kumbe alikuwa akila kwa siri. Mungu akaiondosha shaka siku zote huondosha kwa yakini. Hii kwa kuwa hamumvoni ndio mkosema hakufa. Aliyoma nunajika bibadanika litakuna liman khalfaka aya. Leo tunautoa mwili wako ili kwa walokuwa baada yako iwe ni alama ya kwamba. Likazushwa Firaun, amekufa kweli, kisha akapotea. Tumefahamiana sana. Firauna sio kwamba kwa huko Misri. Firauna hako Misri. Tulienda Misri kwa semina ya wiki mbili sisi. Mmoja katika program kwenda kutembelea wale watu sema kwamba kwa Firauna huko. Akasema alhamdulillah ni nafasi kubwa. Tukaingia maeneo chini kwa chini underground. Tukaenda mpaka ule mfawidhi wetu anayetutembeza akasema haya. Sasa tena usema kusikitika, wajua Misri tena Mungu achungoze sote. Ndio huyo Firauna. Huyu ndiye alisema ana rabbukum. Kamwangalia kwa mbali, amala ngoja nsonge karibu. Kenda karibu pia. Mkigogo tu katika vigogo sijui cha minazi ya Misri ama vitende vya Misri, kimechongwa vizuri na ukiangalia tafikiri Firauna kweli kweli. Akapaka mambo fulani, kikatolewa na kipua vile vile, ukiangalia halala Firauna kwa si Firauna, ni income ile inaingia. Hakuna Firauna wayana wala wayudhi. Firauna uko chini ya bahari, lilitolewa kuweza kuonyesha watu uinadi wake, kisha likazamishwa. Hivi ndivyo namna tunavyoitakidi. Ndugu zanguni katika imani, haki ni haki na batili ni batili. Ukweli ni ukweli na uongo ni uongo. Kuwa mkweli katika dini ndio utanali kabisa. Na mpe mtu alilonalo kwa ushuhuda, usimpe mtu tuhuma asionalo. Kifungu cha mwisho nilichokiacha ndicho cha kufunga muhadhara wangu wa leo. Dini yetu yaitwaje? Tuafunga kazi. Dini yetu yaitwaje? Dini yetu yaitwa al-Islamu, si ndio? Al-Islamu ndio jina la dini yetu.
nani aliyechagua Uislamu, hii dini akaiita Alislam? Tulichaguliwa na nani jina la dini yetu? Naam, musiche, hizi ni pointi muhimu sana. Kwa hivyo dini yetu jina lake ni dini ya Kiislamu, tulichaguliwa na Mungu. Hakuna mtu aliyotuchagulia dini. Kuna watu dini hujichagulia, ndio kwa kuna Arirama, kuna nani, kuna nani. Dini ya majina ya watu wao wenyewe walioamua kulipa jina. Dini hii ni jina, lakini alhamdulillah katika fakhri na neema sisi tulichaguliwa. Mungu wetu mwenyewe moja katika majina yake ni Assalam. Assalamu manake ni amani. Mungu ni amani. Katika Asmaullahil Husna ni Assalam. Yeye alipokuwa jina lake ni Assalam, ni Mungu wa amani, akavachagua na waja akavaicha jina Muslimuna, kwa sababu Ibrahim kwa amri ya Mungu ndiye alovaicha Waislamu kwa jina la Waislamu. Kwa hivyo Mungu ni Assalam, akakutuchagulia dini akaiita Alislam, akanchagua mwenye kufuata dini akamuita Almuslim. Umeona, amani juu ya amani. Mungu akaijenga nyumba akhira akaita Darussalam, nyumba ya amani. Watakoingia kina nani? Ni muslimuna, watu wa imani, watu wa amani. Wakati wako langoni wataka kutiwa, itatoka amri udkhuluha bisalamin, ingieni kwa amani. Wakiingia kwamba watani wape maamkuzi yenu, tahiyatuhum fiha salam, maamkuzi yako ni amani. Ningependa pia asojua Uislamu atoe mashikio chaka ya kuwa Waislamu, kama kuna watu wastahiki kulingania amani, Waislamu viongozi wa kupenda amani. Huja yakafika kooni na ni amri ya Mungu, likifika kooni sasa hakuna mtu kuambia tena amani amani, na mtu kuchedijada pua yako hayo katika maandiko yetu. Lakini ulivyoanda Uislamu majina yake ni amani amani mpaka mwisho, mpaka kila mwezi. Sisi mwezi ukiandama, sisi dua aliyotufundisha Mtume alitufundisha Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, ewe Mungu udhihirishe huu muandamo kwa imani na amani. Hili la amani kwenye maadili ya Uislamu sio kulingania amani kwenye matokeo. Kwenye matokeo ndio hulinganiwa zaidi, lakini amani kila mwezi mtu huomba Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, Mungu udhihirishe muandamo huu kwa imani na amani, wassalamati wal islam, na salama na Uislamu, wa tawfiqi lima tuhibbu wa tarda, na kuwafikiwa kwa unalolipenda na unalokupenda. Kwa hivyo sisi mvalimu wa amani, mwenye kutaka kutotea kusema si watu wa amani au wale watu mujahidina au wale watu wa shabab, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu hilo halitoshika. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na nuru ya Uislamu na nuru ya Sunna itaendelea kama kawaida. Na mimi kama ulikuwa kufanya nini, mmekuya liive lililoniecha. Na mwezi wa 11 Mungu akinipa uhai na uzima, niko wiki 2 hapa na wageni tulopanga kuja kufanya ziara ya vijiji vyote. Tefuta majawabu, tefuta maswala mengine. Amekuja na kina nani mbani hawa, liyuhikka alhaqa wa yubtila albatila walau kariha almul, haki iwe haki na batili iwe batili, na watu wasimame misimamo ya sawa wa watumishi wa Mwenyezi Mungu. Munisamehe nisimame hapa inshallah, na akipenda Mwenyezi Mungu tutakuja kukutana wakati mwingine wote kwa kuambia naja ama kutoambia. Kama sasa sikuambia, na wakati wote takuja tu, na kija nitawaambia leo kuna darasa, kija nitawaambia leo kuna khutba. Hakuna wasiwasi wote inshallah. Tumeelewana vizuri sana. Mungu awajazi kila la khairi. Mwenyezi Mungu atupe misimamo katika dini. Mwenyezi Mungu atufanye ni wasimamizi wa ukweli, na Mwenyezi Mungu atufanye watumishi wa Mungu. Na tuweni na furaha kabisa. Kwa nini tusiwe na furaha? Nyumba ya Mwenyezi Mungu inang'ara kwa namna hii, na kung'ara kwenyewe hakung'ari kwa matatu, kunang'ara kwa nyuso za imani. Nyuso za imani walosimama kinamna yoyote. Tunataka nyumba tu ifunguliwe, si uhodari wa mtu,
ni uhodari wa Mwenyezi Mungu. Tena nasema wazi wazi, wakati ambapo nyumba ya Mungu ilikuwa ilivyokuwa, yoyote ambaye alikwenda kula chomo pale ajue zile chomo zake atafute jawabu za kumwambia Mungu. Alokuja kumosha punda wake hapa ajibu swala kwa Mungu, kwa nini kufanya hivyo? Hili kuridhika nyumba ya Mwenyezi Mungu iwe ndarandara. Leo nyumba ya Mwenyezi Mungu kuwa hivi iwe ni issue? Hapana, tuna makosa. Lakini nawapa bishara mzuri. Ulikuwa na jamaa wasema ima alikuwa mwanamke ama mwanamume kwa kitilafu riwaya, alikuwa ni mtumishi wa msikiti wa Mtume, na wallahi kwenye msikiti wa Mtume ilikuwa hana kitu ambacho hulipwa kwa mwezi kwenye kutumikia, lakini raha zake tu, hutoka mapema akaenda akafuta madirisha akafagia tena msikiti wa zama huo. Mara Mtume wiki mzima akamkosa, akamwambia mbona fulani mimi simuoni? Akaambiwa amekufa wiki iliyopita. Mtume akamwambia kwa nini msinijulishe kifo chake? Haya, nionyesheni kaburi lake. Mtume akaenda mpaka katika kaburi lake akaenda kaliombea Mungu. Kwa nini? Huyu alikuwa ni mtumishi, mtumwa wa Mungu. Usifikiri mtu pengine afanye istihza zake, acha kuvaacho kwa misikiti, acha vacho nini. Hakuna fahari kama ukashika ufagio kufagia nyumba ya Mwenyezi Mungu, kufuta mwali, kufuta uchafu na ukawahuulizi lolote. Nguvu zangu mimi nazitoa kuntumikia Mungu wangu, tena kuutumikia msikiti. Wallahi billahi ni fahari, na sisi tutajitolea kinamna yote. Tusikose khairi hii, tutoe kwa ajili ya wazazi wetu ambao wako mbele za haki kwa kuzitumikia nyumba za Mwenyezi Mungu, na wao wawe huru katika makaburi biidhnillah taala. Kwa hivyo hakuna ruhusa masala ya kufa moyo katika jambo la dini. Dini ni dini, tuiandameni kwamba kuwa ni dini, na Mwenyezi Mungu ametoa ahadi, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, ni haki kwetu kuwanusuru Waislamu. Wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al ashhad. Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.